Katika maajabu sasa, baada ya kujitetea yeye makosa yake haya kipuuzi katika jambo, lakini hapo tunaona amkosoa mtu. Kuna jamaa mmoja alienda kwenye kanisa la Bwana Gwajima huko, akaenda kuzungumza maneno huko ya kufuru mbalimbali, akawa azungumza Kiarabu. Bwana Yusufu Diwani alimcharaza huyo bwana, inaonekana ni miaka iliyopita huko, lakini juzi ameipandisha ile video yake, kaonekana ameiweka juzi, lakini kana ya muda mrefu, sababu alikuwa Yusufu Diwani kipindi hicho bado ni kijana. Akawa anazungumza asema, kwanza mtu mwenyewe huna ilmu, mtu mwenyewe huna ilmu, hujui kusoma Kiarabu. Akaanza kumkosoa yale maneno, anamkosoa. Ana kharajtu min tahti ilayka kay ahdha ilayk. Yani hivi ndio maana tunasema haya yanayozungumzwa hapa hayajulikani ni Kiarabu, ni Kihindi, ni lugha gani. Sio Kiarabu. Kiarabu kiwezi kuwa katika hali za namna hiyo. Eti ana kharajtu min tahti ilayka. Ndio mambo yanakuja hivyo. Na tafsiri yake, ukitafsiri tafsiri yake, mimi nimekuja nikukabidhi cheti kwa sababu mimi ndio mwakilishi wa baba yetu Ibilisi. Nimekuja kujihudhurisha kwako na unijue mimi ndiye ninayeweza kukupa cheti na hakuna mwingine, kwa sababu mimi ndio mwakilishi wa baba yetu Ibilisi. Ndio tafsiri ya maneno haya. Hakuna Kiarabu cha namna hii. Sasa huyu ni muongo na ni mnafiki wa kawaida. Na nyinyi mnaodanganywa kwamba huyu alikuwa Muislamu, zindukeni. Hakuna vitu vya namna hiyo. Muislamu hawezi kuwa hivi. Muislamu hata mtoto mdogo mwenye miaka 4 ambaye alipita madrasa, lafzi yake haiwezi kuwa katika hali za namna hiyo. Alafu wanatuambia umekaa katika nchi za Kiarabu miaka 8, miaka 7, miaka 6, acha vitu vya uongo bwana. Akamsema hapo, mbona Bwana Yusufu Diwani ukusema ni sabqul lisani hiyo? Kwani alikuwa Kiswahili chake akieleweki, akitafsiri si maneno yaeleweka? Mbona ukumpa udhuru? Kumbe hata wewe wakosoa watu bwana, alafu wajifanya sisi unapokosoa waanza kuleta Kiswahili hapa. Kubali makosa yako, ujirekebishe. Alafu kukataa makosa yako ukaanza kujitetea, huo ni ujinga katika ilmu. Yani mfano mimi nije nitokee sehemu nimeisoma vibaya, sijapatia, alafu wewe uje kunikosoa nianze kujitufutua, mimi kadha, labda kama ni sababu kulisani kweli, lakini nimekosea kabisa, nimekosea ibara kama unavyokosea wewe, alafu nianze kujitetea. Siwezi kujitetea mimi ujinga huo, lazima nitaenda kujirekebisha. Yanyo kwamba hapa nilikuwa sijui yasomwaje, kama unavyosema warama al-audata, na mfano wa maneno kama hayo. Imma al-aada, haya ni makosa ya kuonyesha kwamba wewe hujui unachokisoma, wajisomea tu. Kosoa makosa yako, usilete kibri na inadi ukaipinga haki kwa sababu imetoka kwa watu usiowapenda na kuwakubali na kuwaita mazayuni. Kubali haki waliokuja nayo Bwana Yusufu Diwani. Kwa hiyo unaona namna anavyojikanyaga Bwana Yusufu Diwani katika mazungumzo yake, huku amkosoa yule, huku atakie kukosolewa. Sisi tutakukosoa kosa lolote utakalikosea, madamu ni muarid, mpinzani, mtu unaikataa da'wa, unapoambiwa maneno ya sawa unakataa, sisi tutakusema sana, na kila kosa biidhnillah tutakusema inshallah, kwa sababu makosa yako ulionayo katika Qur'ani. Hata vijana wetu wa miaka 7, watoto wetu wenye miaka 7, 6 hawakosei hivyo Qur'ani. Kwanza sisi misingi mikuu ya kwanza tunayofundisha watoto wetu ni kusoma Qur'ani kwanza. Wanaanza kusomeshwa Qur'ani, mtoto ana miaka 7 ashamaliza kusoma kwa Qur'ani kwa kuangalia. Alhamdulillah ala ni'mati al-islami was sunnah. Kisha anakwenda kuhifadhi hiyo Qur'ani, kisha anakwenda kuhifadhi mutun na kusoma vitabu vinginevyo katika ulumi mbalimbali, vile alivyovihifadhi na vile ambavyo hajavihifadhi katika fununi mbalimbali. Hivyo ndivyo tunavyojenga. Kwa hiyo vijana wanakuwa ni muassaluna bil ilm, ni watu wameandaliwa rasmi kwa ajili ya jambo la ilmu, kiasi ambacho wewe Bwana Diwani huwezi kumbabaisha mtoto wetu sisi. Yani kijana wa miaka 15 kwetu kumbabaishi, ukizungumza unajua huyu kumbe hamna kitu huyu. Wengine watakutuhumu akili kwamba huyu shekana akili timamu huyu, mazungumza utumbo huyu. Sasa usije ukadhani kwamba watu wanacheza, na watu hawajalala, na tunakusikiliza na tutakupatiliza katika kila makosa. Kwa hiyo acha haya makosa, hata watoto wadogo wakakuzidi bana, wakawa kusikiliza washangaa, hushe vipi huyu Sheikh, mbona jikanyaga hivi? Usishangaze umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo rudi upya ukajifunze Qur'ani Bwana Yusufu Diwani. Mimi naamini kwamba tungekuwa tunafuatilia video zako zote kuanzia za miaka hiyo ya nyuma, hizo video 2000 hizo, kwanza miaka 7 huko 10, tungeona maajabu. Sababu siku moja nilijaribu kumsikiliza huyu bwana, alikuwa anamjibu jamaa yule nabii feki yule, nimemsahau jina, yule Hamza, nadhani Hamza kitu kama hicho. Huyu
huyu jamaa anajikanyaga sana, azungumza Kiarabu hicho, hana chochote kijuacho, arupuka tu Kiarabu sema, lakini hana mpatilizaji wala mkosoaji. Sasa sisi huko hatukutaki kwenda huko, lakini ukiendelea tutakusanya makosa yako yote, utasikiza video moja baada ya nyingine biidhnillah. Tunasikiliza siku ya Alhamisi, Ijumaa tunakujibu hivyo. Siwataka hivyo, lakini sisi tunakupatiliza katika haya ambayo imedhirikia baada ya kugundua kwamba wewe ni mtu muarid, mtu muanid. Tutakupatiliza biidhnillah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu katika hilo. Sasa bwana Yusuf Diwani, kile unavyotetea ujinga wako wa kutojua kusoma, ndivyo unavyozidi kudhalilika mbele za watu na watu kujua zaidi kwamba wewe ni jahilun murakkab. Kwa sababu kuna majahili yamegawanyika, kuna jahilun basit na kuna jahilun murakkab. Jahilun basit, yani yeye akiwa hajui masala atakwambia mimi haya sijui, kama tulivyokuwa watu wengi, hujui lakini wajua kwamba mimi sijui, kwa hiyo ile jambo hulipa mimi wala hulipa mimi. Lakini jahilun murakkab anakuwa ni mtu kila kitu yake jua, ana fatwa 1000 katika masaili ukimuuliza. Sasa unanikumbusha maneno ya bwana mmoja aliandika mashairi, asema bwana mmoja kampanda punda wake wanatembea, yule bwana anaulizwa masaili ya kiilmu, kila akiulizwa anajibu, kila akiulizwa anajibu. Yule punda akaona huyu mzee wangu vipi huyu, asema lau ansafuni kuntu arkabu, lau angenifanyia uadilifu mimi ningekuwa nampanda huyu bwana huyu, lianni jahilun basitun, kwa sababu mimi ni mjinga wakati na kati tu, wa sahibi jahilun murakkab, au kama alivyosema hivi, na jamaa yangu huyu ni jahili murakkab, kila swali ajibu yeye, kila swali ajibu. Sasa punda akaona afadhali mimi, hata kama mimi ni mnyama mjinga kuliko wote, lakini afadhali mimi kuliko huyu bwana anayenimiliki, kwa sababu huyu ni mjinga lakini hajui kama hajui. Fa in kunta la tadri ya Yusuf, fa in kunta la tadri fatilka musibatun, wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Ikiwa bwana Yusuf Diwani hujui, basi huo ni msiba, na ukiwa wajua, basi msiba ni mkubwa zaidi. Naam. Sasa huyu bwana Yusuf Diwani ana vituko sana. Yeye katika darasa zake huwa anakariri sana kusema maneno yake haya kipuuzi yasiyokuwa na msingi, kwamba katika maneno anayosema Kwa hiyo kwa kukosa kujua haya, genge la masalafi uchwara aka mawahabi ndio maana wanaleta kelele. Kwa hivyo kwa kukosa kujua ilmu hizi, genge la usalafi uchwara aka mawahabi ndio maana wanaleta makelele na kuleta tafsiri za hovyo zisizoeleweka. Matokeo yake wanaleta uyahudi katika dini tukufu ya Kiislamu. Eti kwa sababu sisi kutojua balagha hizo balagha zake hizo, kama ni balagha zako hizo ambazo hatuzijui, kweli hizo balagha zako hatuzijui, lakini balagha alhamdulillah tuijua kwa kiasi ambacho ametukadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hizo balagha zako hizo tusizojua hizo, lakini tuzifichua biidhnillah. Sasa anasema kwa kutojua hizo balagha sisi ni watu waleta makelele, lakini maajabu. Sasa katika maajabu ya ajabu, yeye akaleta tafsiri za hovyo. Yani anamaliza kututukana sisi, alafu akaleta tafsiri ya hovyo katika darasa hiyo ya balaa aliyokuwa nayo hiyo. Akasema katika maajabu yake sasa, akatafsiri aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Aya katika ayatul kursi katika Qur'an, Allah aliposema man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Nitamsikiliza shamba tafsiri yake, sikiliza tafsiri yake aliyoleta ya maajabu. Asema ka qawlihi ta'ala, kama vile maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ni nani yule ambaye yashfa'u 'indahu, ambaye anatoa ponyo kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, yani ponyo inayotoka kwake mwenyewe. Ni nani? Illa biidhni, isipokuwa ni kwa idhini ya Allah. Hakuna anayeponya ila anaponya kwa idhini ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iman inaitwa adatul istifhami lit'azim, ni adatul istifhami kwa ajili ya kumtukuza nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haiulizi
lakini mahallu shayi yasema ni nani yule ambaye anatoa ponyo kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ponyo inatokea kwake yeye mwenyewe. Kisha kauliza ni nani? Wale wadau, wale wajinga wenzake anawalisha upumbavu hapo, akasema ni yeye, yani maana Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa bwana Yusuf Diwani, huoni kwamba wewe ni jahilun murakkab? Huoni kwamba wewe ni jahilun murakkab? Hapo tutukana sisi kwamba hatujui zifani, ndio maana tunaleta tafsiri za hovyo hovyo, hatujui kutafsiri ayat, alafu hapo waleta tafsiri ya viroja. Nataka nikuulize wewe, je, shafaa, ili neno shafaa ni ponyo au ni uombezi? Bwana Yusuf Diwani tujibu, shafaa ni ponyo au uombezi? Kwa hiyo huyu ametanganya kwa sababu ya akili zake mbovu, anachanganya baina ya shafaa na shifaa. Kuna shifaun na shafaa, ni vitu viwili tofauti. Shafaa ni uombezi na shifaa ndo ponyo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema huda wa shifaa, ni mwongozo na ni ponyo Qur'ani. Kisha asema Allah subhanahu wa ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin, sio ma huwa shafa'atun. Kwa hiyo bwana Yusuf Diwani, usirudie kututukana, kuwa na adabu unapozungumza, shika adabu yako. Unawatukana watu alafu kumbe wewe mwenyewe kilaza hujui chochote. Allah subhanahu ma huwa shifaa'un, hiyo Qur'an ni ponyo, wa rahmatun lilmu'minin, ni rahma kwa waumini, sio shafa'atun. Kwa hiyo elewa hayo bwana Yusuf Diwani. Kwa hiyo ukitaka kuwatukana wenzako jipange, usiwe unabwata tu unazungumza tu mtandaoni, alimradi tu zungumze ushinde. Ujue kwamba sisi tutakupatiliza kila nukta biidhnillah. Kwa hiyo tafsiri wewe ya man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa biidhni. Kisha akasema ni nani yule ambaye yashfa'u 'indahu, ambaye anatoa ponyo kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, yani ponyo inayotoka kwake mwenyewe. Ni nani? Illa biidhni, isipokuwa ni kwa idhini ya Allah. Hakuna anayeponya ila anaponya kwa idhini ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sawa bwana Yusuf Diwani, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa biidhni, hakuna yeyote ambaye ataombea mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa idhini yake. Kisha akasema hivi yashfa'u 'indahu, yanasema kutoka kwake Allah. Kwa hiyo 'indahu ni kutoka kwake, sio yani 'inda ni kutoka. Bwana Yusuf Diwani, Kiarabu cha wapi hicho umekitoa wewe? Au Kiarabu cha hapo studio hapo na bwana Huseni wako na Sabasi huyo? Kiarabu cha wapi? Tuambie. Kwa hiyo acha ujinga katika jambo la dini, alafu hujijui kama wewe ni mjinga, watukana waislamu wenzako. Inatakiwa uwe na adabu katika mazungumzo yako na umuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika makosa yake sugu ambayo yuko nayo katika lugha, huyu bwana hajifanya ajua lugha huyu. Katika makosa yake sugu ambayo mkisikiliza darasa zake za balagha asasa zinazozungumzia adawatul istifham, mkimsikiliza mtasikia makosa haya. Yeye yule bwana akizungumza, anapofika kwenye adawatul istifham anasema hivi. Kwa hali hiyo sasa ndio hii anna inaitwa adatul istifhami lilistibad. Ni adatul istifham ambayo inaonyesha nini? Umbali. Ma hakadha ya Sa'du turadul ibil. Bwana Yusuf Diwani, sivyo wanavyochungwa ngamia hivyo bana, wapeleke taratibu bana, watie bakora nyingi. Wewe mbona ni mharibifu wewe? Waharibu Kiarabu cha watu, alafu hapo wajifanya Mwarabu, alafu wenzako mawahabi hawa ni mazuzu mbumbumbu hawa. Wewe mbona huna adabu wewe Yusuf Diwani? Ni nani aliyekwambia kwamba hizi zile zinaitwa adatu? Basi sema mazoea. Ukitafsiri basi useme ni ada, sema mazoea, kwa sababu ada ndio mazoea. Ukisema al-adatu, tunasema al-adatu muhakkama, sawa? Ada zile yale mazoea yale, watu wa mji fulani wamezoea hivi, muda wa kuwa hali khalifiana na sheria wanakuambia hili lafaa, sheria hailikatazi, sheria Uislamu. Sasa bwana huyu abadilisha Kiswahili kwa Kiarabu. Hapo bwana Diwani, hicho mkiarabu sio Kibantu, hicho mkiarabu sio Kibantu hicho. Tunafahamiana? Kwa hiyo hicho sio Kibantu, ni Kiarabu.
Waarabu hawasemi hivyo bwana Yusuf Diwani. Waarabu wanasema hivi, adatul istifhami, adatul istifhami, sio adatul istifhami. Kwa sababu kwanza kabisa hiyo inaitwa adatul istifhami. Zana za kuulizia ni aina na nyinginezo katika zile ambazo zimekuja hal na nyinginezo katika adawatul istifham. Sasa hilo kosa la kwanza la anasema adatul istifham, tamsikia inshallah. Lakini kadhalika anasema al-istifhami, hiyo hamza hiyo bwana Diwani ni hamzatu waslin, sio hamzatu qat'in. Wewe unajua Kiarabu, unajifanya Mwarabu wewe. Mawahabi hawajui kitu, sasa tukupeleka darasani upya ili ukisomesha hiyo balagha yako ujue kama hiyo mbalaa na tutakupatiliza. Hiyo inaitwa hamzatu waslin au hamzatul wasli. Hamza ya kuunga hiyo haisomwi bwana Diwani, huwa inasomwa hivi adatul istifhami, sio adatul istifhami. Kwa hiyo si hamzatul qat'i, ni hamzatul wasli. Hamzatul qat'i ndio inayosomwa na ikasikika. Hiyo nafikiri utakuwa umelielewa. Kwa hiyo hicho sio Kibantu, hicho ni Kiarabu. Labda utuambie, si afadhali useme sasa useme adatul istifham basi tukuelewe. Akisema adatul istifham. Na siku moja nilimsikia huko akisema, akimuita njiwa anamuita al-imama, asema al-imamatu, anasema njiwa, akaja kisa cha njiwa na yule jamaa mchota maji nini, asema al-imamatu. Bwana Diwani wewe bana, wewe muhimu nenda kasome bana, acha kuwaibisha Waislamu, acha kuwaibisha mashehe wenzako. Kwa sababu ukizungumza inaonekana mashehe wamekutuma, mashehe wenye mrengo kama wako. Sasa unawatia aibu, na kama kuna watu wamekutuma wewe watia aibu, nenda kasome upya. Kwa sababu hayo nazungumza hata watoto wadogo kwetu sisi ambao washajua kiasi fulani cha nahwu kidogo tu, wamesoma ajurumia tu, wajua huyu Sheikh kachucha hapa haisomwi hivyo. Na hili jambo wewe umekariri hivyo, si kwamba labda ni sababu lisani. Mkimsikiza darasa zake, nyinyi msikizeni darasa zake za balazi anavyozungumza. Anasema adatul istifhami, adatul istifhami, ile ni adatul istifhami. Bwana Diwani yaelewe hayo. Waswahili wanasema kwamba hii ni ada yetu bana, hii ni ada yetu bana. Kwa hiyo wewe badilisha Kiarabu kwenda kwenye, wabadilisha Kiswahili kwenda kwenye Kiarabu. Acha habari hizo bwana Diwani. Kadhalika katika makosa yake bwana Yusuf Diwani katika Qur'ani anasema hivi, ka qawlihi ta'ala, kama vile neno lake Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Sawa sawa bwana Diwani yasoma hivi, anna lahum dhikra, anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Ndivyo inavyosomwa hivyo, sio anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Jifunze Qur'ani kwanza ndio uzungumze. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kwa wapi bwana Yusuf Diwani? Mlango ameweka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango, elimu ni kabla ya kutenda na kuzungumza, au kabla ya kuzungumza na kutenda. Wewe bwana Yusuf Diwani hujajifunza za kuzungumza bwana, wataka kupaa kabla ya kuota mbao, sisi twakunyonyoa, tutakwambia baki kwenye kiota kwanza ukahudumiwe huko. Acha kujifanya unataka kupaa wakati hujaweza kujitafutia chakula. Lakini kadhalika katika maneno yake saliyazungumza anasema, kuna jitu moja nimeliona linasema ya kwamba hawa wanasema Mwenyezi Mungu yuko bila sehemu. Kuna jitu moja mimi nimeliona linasema ya kwamba yani hawa wanasema Mwenyezi Mungu yupo bila sehemu, maana yake wanaabudia kisicho kuwepo. Hii ni akili ndogo sana. Kwani hata ukisikia kuna mtu kachukuliwa na watu wasiojulikana, maana yake hao wasiojulikana hawapo. Sasa si maajabu haya. Eti kasikia tu kwa maana kwamba hawajulikani, eti ndio tafsiri yake hawapo. Ndio tafsiri za mawahabi jinsi walivyo. Sasa mimi nataka nimuulize swali huyu bwana Diwani. Nyinyi haya maneno aliyosema Sheikh Muhammad Mafuta Allah muhifadhi,
alipokuwa anafanya taalif ya mhadhara wangu, ndio alipomwambia kwamba nyinyi mnaabudia Mungu asiyekuwepo au muabudiwa asiyekuwepo. Na haya maneno sio ya kwake. Imam Adh-Dhahabi rahimahullah tushai kuyataja, sema wajizima data kama unavyosema wewe. Maneno Imam Adh-Dhahabi aliyasema, akasema wale wa mwanzo walisema Allah yupo kila mahala, na walio na mutaakhiruna min ahli al-kalam wao wakaja wakasema Allah hayupo juu, hayuko mbinguni wala ardhini wala juu ya arshi, wala Allah subhanahu wa ta'ala hayuko kulia wala kushoto, wala kulia wala kushoto, mbele wala nyuma. Basi hizo ni sifa za kitu kisichokuwepo. Kwa maana mkisha sema hivyo kwamba Allah hana mahala, hizo ni sifa za kitu kisichokuwepo, kwa maana Allah hayupo, ndio maana ya maneno yake. Lakini bwana Yusuf Diwani ataka kujizima data na kujifanya hajaelewa alichokusudia Sheikh Muhammad Mafuta, Allah muhifadhi. Hilo la kwanza. Jambo la pili, uwafananiza vipi mfano huo na mfano wa watu wasiojulikana, kuwa wamemchukua mtu fulani, mfano watu wamemteka mtu fulani wasiojulikana. Mbona watafutwa wakapatikana? Sasa mara nyingi watafutwa wapatikana, watakwenda, lakini sasa watapatikana kwa sababu hao wako mahala, hawatu wanakutwa mahala. Huo ni msemo wa Swahili kwamba amechukuliwa na watu wasiojulikana, kwa maana wakati huu hawakujulikana kweli, lakini wapo, na kadhalika wako mahala, wameenda sehemu wakatulizana, na pengine wakampeleka porini kwa wakamuua mtu, wakafanya hivi. Sasa mbona wafanisha visifanana? Sasa ikiwa akili ndogo, maki amesema sisi, asema Wahabi wana akili ndogo kuliko hata ya kuku, katika mazungumzo yake kwamba kuliko hata ya kuku. Basi hao wanasema hana sehemu, basi atakuwa hayupo kabisa. Si akili ndogo. Eti kwa nini? Ametekwa na wasiojulikana, maana yake wasiojulikana hawapo. Si akili ndogo hiyo. Ndio Mawahabi walivyo, akili zao ni ndogo kama za kuku, alafu wanahisi wana akili kubwa, kumbe wana akili ndogo, hata za kuku zinafadhali. Yaani pale walipo wanahisi wana bonge la akili, alafu ukiwatazama hilo bonge la akili ni finyu kuliko na ufikiria. Yaani katika watu wenye akili ndogo duniani wa kwanza namba moja ni Mawahabi. Basi mwenye akili ndogo kuliko hata ya njiwa ni wewe. Kwa sampuli hii wafananisha vifananishwa, yaani wafananisha hiki na hiki, maji na mafuta, ni vitu haviwezi kukaa sawa wala haviwezi kufanana. Kwa hiyo acha kuwatukana watu matusi yasiyokuwa na maana kwa sababu ya kutoelewa kwako na kujifanya kutoelewa maneno. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo inatakiwa ayafahamu. Kisha akauliza swali la kike sasa katika mazungumzo yake. Akasema, sasa ukimuuliza swali, je, Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba hiyo arshi alikuwa wapi? Ndio yale maswali ya kike yale. Sasa ukimuuliza swali, je, Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba hiyo arshi alikuwa wapi? Jibu hana. Je, arshi na Mungu nani aliyotangulia? Mungu. Alikuwa wapi kabla ya kuumba hiyo arshi? Kazi inakuja. Basi hao wanasema hana sehemu, basi atakuwa hayupo kabisa. Si akili ndogo. Eti kwa nini? Ametekwa na wasiojulikana, maana yake wasiojulikana hawapo. Si akili ndogo hiyo. Ndio Mawahabi walivyo, akili zao ni ndogo kama za kuku, alafu wanahisi wana akili kubwa, kumbe wana akili ndogo, hata za kuku zinafadhali. Sasa mwenye akili ndogo kama za kuku ni nani? Au za njiwa ni nani? Si wewe bwana Yusuf Diwani, kwa sababu wewe unauliza maswali ya kike. Kwanza sisi Allah subhanahu wa ta'ala hajatuambia kuhusu mambo ya alikuwa wapi, wala huruhusiwi kuuliza swali hilo wewe bwana Yusuf Diwani, kwa sababu kuuliza swali hilo ni kujiingiza katika shubha. Utakwenda utajiuliza mpaka kwani Allah ameumbwa na nani? Utakuja kufikia hatua hiyo. Kwani Allah yeye mwenyewe, yani imekuwa kuaje mpaka Allah kawepo? Sasa huu ni upumbavu ambao wamejazwa hawa mabwana kwenye akili zao chafu zikaharibika. Hautakiwi kuuliza kuhoji kuhusu Allah mambo hayo. Sisi natakiwa tuamini hivyo, kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwepo Allah na hakukuwepo kitu chochote kabla yake. Wa kana arshuhu ala alma, na arshi yake ilikuwa juu ya maji. Wewe mpaka leo hujui bwana Diwani arshi yenyewe imeumbwa lini. Sisi tunajua kwamba Allah alikuwepo na hakukuwepo kitu, hakuwepo arshi, hakuwepo chochote. Lakini pia Allah hajatuambia kwamba arshi yenyewe kaiumba lini. Yeye ametuambia tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu wa kana arshuhu ala alma. Sisi tutosheka hapo hapo, haturuhusi kuhoji. Sasa kwani ilikuwaje sasa? Yani hapo hapo ilikuwaje? Sasa ilikuwaje yani? Lakini wewe Allah ndiye alituambia Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa.
Allah mwingi wa rehma yuko juu ya arsh. Aamintum man fi sama, hivi mmejiaminisha na yule ambaye yuko juu. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala yanapanda maneno mazuri. Wal amalu salih yarfa'u, na matendo mema anayanyanyua Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Na ayati ziko nyingi. Thumma stawa 'ala al-'arsh, kisha Allah akawa juu ya arsh. Hizo ni aya sisi tuziamini na tuzipitisha kama zilivyokuja, na hatuanzi kuhoji chochote kuhusu aya hizi, kwa sababu kuhoji ni ukafiri. Kwanza kumhoji Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu sifa zake, huo ni ukafiri. Bwana Yusufu Diwani litambue hilo. Lakini kadhalika huyu bwana huyu akazungumza, wenye sizeni hizo hoja zao mtabaini kabisa hivi ndio hawa kweli wanaosema wana maarifa, wana elimu kubwa, wanasoma sana, wanajua hawa ndio hivi kweli. Awaambia wale wajinga wenzake kwamba tusikilize sisi, nyinyi mkitusikiliza lazima mkubali haki. Moja, labda mwe mnakufuri kwenye nyoyo zenu, lakini mkisikiliza hujja na hoja za Ahlus-Sunnah wal Jamaa biidhnillah mtaongoka. Na ndio maana hawezi kuwasikilizisha. Na mkisikiliza nyinyi kwa sababu mnasikiliza kwa jicho la inad na akili za inadi, ndio maana hamkubali haki, lakini mwajua kabisa kwamba hizi ndio hujja na barahini za haki, na Bwana Yusufu Diwani katika batil. Na huo ndio ukweli. Mnakuwa kama Firaun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa, walizikanusha hizo ayati za Allah subhanahu wa ta'ala, miujiza mbalimbali ya kuja nayo Nabii Musa alayhi wasallam, lakini nafsi zao ziliziyakini kwamba haya ni maajabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa, walizipinga sababu gani? Kwa sababu ya kupenda dhulma na kupenda ukubwa. Hiyo ndiyo sababu kubwa iliyowafanya wakawa wamekataa. Kwa sababu Yusufu Diwani anajua mimi nikikubali hizi hoja za mawahabi nimeporomoka. Lakini tutakwambia Bwana Yusufu Diwani, wallahi wa billah, ukikubali hujaji za Ahlus-Sunnah wal Jamaa ambazo zinatoka kwa salafu salih, huo ndio utukufu wako fi dunya wal akhirah, na kuzikataa ndio udhalili wako fi dunya wal akhirah. Nasallallahu al-afiyata was-salam. Alafu Bwana Yusufu Diwani anajifahamu kwamba yeye Qur'ani yake ankimajaka majaka, asoma majaka na asoma majaka kweli, kama tunavyomkosoa na mnavyosikia. Kwa sababu alipokuwa akitutuhumu sisi, akataja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ukiwasikia kusoma Qur'ani kwao utaidharau Qur'ani yako unayosoma wewe kimajaka. Kama kusoma kwenyewe vizuri ndio yale aliyosema bwana Mtume mzee. Mtume ana maneno anasema hivi, huko akhiri zaman, kwa maana nyakati za mwisho, watatokea watu ambao Mwenyezi Mungu hataki hata kuwaona hao watu. Sifa ya watu hao, moja, kwanza watakuwa swala zao jinsi wanavyoswali. Unaweza wewe ukadharau swala zako. Jinsi wanavyoswali, wanaswali kwa utulivu kabisa. Allahu Akbar. Qur'ani wanavyoisoma vizuri kabisa, inatoka kwa makharaji zake. Unaweza ukadharau ile ya kwako wewe unayesoma kimajaka. Hii yaonesha kwamba Bwana Yusufu Diwani anajijua kabisa kwamba hajui Qur'an na Qur'ani yake ni kimajaka. Ajisema yeye mwenyewe. Kumbe Bwana Yusufu Diwani asoma Qur'ani kimajaka na alifahamu hilo. Kwa hiyo inabidi akajirekebisha, asome Qur'ani vizuri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma vizuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia warattilil Qur'ana tartila, anatuamrisha tuisome Qur'ani vizuri kwa tajwid. Sasa wewe Bwana Yusufu Diwani, hiyo Qur'ani unajisifu nayo kwamba kumbe makosa ya kawaida. Makosa ya kawaida vipi wakati watoto wadogo wenyewe wakushinda bana? Kwa hiyo haya ndio maneno yake aliyozungumza huyo bwana. Lakini pia katika mazungumzo aliyosema huyu bwana Yusufu Diwani, asema eti jitu lasema eti limeweka pale picha kabisa, picha ya birika. Nasema mkono wa birika. Jitu linasema eti limeweka pale kabisa picha mkono wa birika. Wewe mzee sikiliza hichi kituko ndio utacheka. Yaani eti anafananishwa Mwenyezi Mungu na mkono wa birika. Tena jitu zima kabisa ambalo linasema kwamba eti limesoma, ndio hilo limesoma katika hali hiyo. Haizo Allah ya tata. Mkono wa birika na mkono wa Yusufu Diwani vinafanana. Yaani anafananisha mkono wa Mungu na mkono wa birika na mkono wa Yusufu Diwani. Sikaisha fananisha, ushabi huyo. Shafananisha. Kwamba yani anakusudia kwamba birika lina mkono na Yusufu Diwani ana mikono. Kwa hiyo mikono haifanani.
Kwa hiyo hapa nataka kupinga kwamba ina maana mikono yatofautiana, huwezi kufananisha mkono wa Allah na mkono wa mwanadamu na mkono wa kitu kingine. Naam, na sisi tunasema hivyo. Sasa bwana Yusuf Diwani alivyokuwa anajiziba data, anasema kwa hiyo mkono wa birika ni mkono tu. Uwe mkono wa birika, uwe mkono wa kikombe, uwe mkono wa mtu, ni mkono tu. Anakusudia hivyo. Yaani ukishasema neno mkono, tafsiri yake ushamletea mfanano Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani ukisema mkono tayari umemfananisha tu Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa uwe mkono wa ng'ombe, wa mbuzi, lakini mkono tu. Uwe mkono wa kikombe ni mkono, uwe mkono wa mtu ni mkono. Yaani ukishasema neno mkono tayari ushaleta mfanano. Unafahamika unapokuwa. Kabisa. Ukishasema mkono tayari ushafanana tu. Ndio maana yake jinsi ilivyo. Uwe sasa wa ng'ombe, uwe wa mbuzi, lakini ni mkono tu. Hayo ndio maneno anayesema bwana Yusuf Diwani. Sasa nataka tumjibu katika kipengele hiki. Sisi tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema laisa kamithlihi shay'un, hakuna kitu chochote mfano wake Allah jalla wa ala, wa huwa as-sami'ul basir, na Allah subhanahu wa ta'ala anasikia na anaona. Yusuf Diwani, wewe unathibitisha kwamba Allah anasikia na anaona. Je, kusikia kwake ni kama kusikia kwa viumbe? Kwa sababu mwanadamu anasikia, ng'ombe anasikia, nyoka anasikia, mbuzi anasikia, simba anasikia, swala anasikia. Yaani vitu vingi katika viumbe hivi vinavyotembea hivi vyasikia. Mbwa pia asikia. Je, kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama kusikia kwa viumbe hawa? Ikiwa hawa viumbe wenyewe watofautiana kusikia, wewe una udhaifu kwenye kusikia kuliko anavyosikia tembo. Pengine tembo asikia zaidi kuliko wewe, pengine sauti ya mbali kwa au simba. Je, kusikia kwake ni kama kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na kuona kwako bwana Yusuf Diwani ni kama kuona kwa Allah? Basi sema hivi kama unavyosema wewe, kusikia tu. Ukishasema kusikia, ukishasema neno kusikia, basi umemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ni akili za sawa kweli? Sasa hizo ni akili za sawa? Sasa bwana Yusuf Diwani, usilete usanii kwenye jambo la dini. Usilete usanii katika jambo la dini. Rudi katika mstari wa sawa. Na maudhui ambayo tutaitaka kwako ni uluullah subhanahu wa ta'ala. Zile mambo ya mawahabi si kadha, ukawaleta Waarabu hawa wasiojitambua, hao Waarabu wengine wasapoti ukafiri. Kwa hiyo wewe ujanja wako achana nao, hautokufikisha popote. Utafeli hapa duniani na akhira ukifanya mchezo. Na sisi tukunasihi haya si kwa sababu tukuchukia kwamba tunachuki na wewe binafsi, ni kwa sababu ya jambo la dini unalotaka kuliharibu kwa maksudi, kwa kutumia mikono yako hiyo. Sisi tukushika mikono yako kwamba taratibu bwana Yusuf Diwani, utaharibikiwa mustakbali wako kama walivyoharibikiwa wenzako. Muogope Allah jalla wa ala na kuwa mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo ndipo kuna hidayah yako na ndio kuna utukufu wako. Lakini huu ujanja uliokuwa nao utakuja kugharimu katika maisha yako na hutosahau haya tunayokuambia. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu ambao wanafuatilia mjadala huu, wayafahamu haya kwamba bwana Yusuf Diwani haya anayatumia, hana hoja yoyote, amefeli. Sasa awaleta watu mpaka munharifun, watu wenye mrengo wa kuona kwamba Waislamu na makafiri ni sawa, wanaenda mpaka kwa papa. Kama huyo Ahmad At-Tayyib ameenda mpaka kwa papa akampa mkono, na jamaa zake wengine wameenda kumtembea na akaonesha mahaba ya wazi kabisa, kuonesha kwamba huyu hana neno. Na wako wengine najua atawaleta wengi ambao wanatukana al-sunna, lakini hapo wanasapoti ukafiri. Sasa Yusuf Diwani, tukuelewe vipi? Wewe ndiye Katoliki au sisi? Hapa juzi tumetuletea kafiri, ukamweka kwenye akaunti yako ukajifanya eti atusifia sisi mawahabi, kumbe umempanga jitu, umelipanga huko limekuja kututukana sisi, umelipanga wewe na kufanya makusudi. Muogope Allah, vitimbi vyako hivyo ya kishetani vimeruka patupu. Sisi tushakujua kwa sababu mfano wako sisi tushakutana nao wengi wenye akili kama zako. Alhamdulillah, Allah ametubainishia na wewe ushabainika sasa hivi, huwezi kuruka popote. Nas'alullah bimannihi wa karamihi ay yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Kwa hiyo sisi bwana Yusuf Diwani tutakula sahani moja na wewe, imma wa imma.
tunamuomba Allah atupe nguvu. Ukizungumza utumbo tutaujibu biidhnillah na tutakurudisha katika mada yetu ulughullah subhanahu wa ta'ala. Mada yetu na maudhui yetu thibitisha ni wapi salafu salih waliposema Allahu mawjudun bila makanin, ni wapi? Tuletee ushahidi wa hayo. Kama una ushahidi acha kuropoka, simama katika mstari, nenda kasome dini yako upya, ujue dawa salafia, ujue misingi ya salafu salih, namna walivyokuwa wakisimama sawa sawa katika jambo la sifat, katika ayatu sifat na hadithu sifat, walipita vipi wale salafu salih. Sio wajipokea tu alafu unakuja kuwatukana wenzako ambao wamesimama katika jadda. Hili litakuja kugharimu katika maisha yako. Nasallallahu an yahfazana min kulli su'i wa makruh wa man arada bina su'an. Nas'aluka Allahumma an tushghilahu fi nafsihi wa taj'ala kaydahu fi nahrihi ya sami'a ad-du'a. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.